Wakati tufani karibiavyo, maaskari wa kuteka Sayuni wangekuwa wa kwanza kuzitambua njia za Shetani na kuzifichua. Kanisa limejikalia juu, limefumba macho alivyonizami, limekuwa makao ya mashetani. Roho wa Mungu ameshaondolewa, limekuwa makao ya mashetani. One, two. Aya, sawa kabisa. One, two. Aya, sawa kabisa, sawa kabisa. Salama kabisa, salama kabisa, salama kabisa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tena sana kwa kutujalia na kutuwezesha kuweza kupata tena nafasi ya kurudi katika uwanja huu. Nafasi hii ni nafasi ya kipekee ambaye Mungu ameturuhusu tuweze kurudi hapa kwa ajili ya kutoa kilio kikuu kwa wakaaji wa sehemu hii ya Kamombo. Na nirudie kama nilivyokuwa nimesema jana ya kwamba mkutano huu Mungu alikuwa na upanga uwe hapa. Mungu alipanga mkutano huu uwe hapa Kamombo. Na nikasema tulipokuwa tunatoka Nairobi, tulikuwa tumekusudia tufanya mkutano pale Kapsabet Town. Hiyo ndio ilikuwa makusudio yetu. Lakini tulipambana siku mbili tuweze kufanya mkutano pale Kapsabet Town na haikuwezekana. Na tukasurura mpaka tukaja hapa. Kwa hivyo hiyo kusurura kwote ambaye tulisurura ilikuwa ni mpango wa Mungu. Kumbe watu ambao walikuwa wanahitajika ni watu wa Kamombo. Mungu awabariki wakaaji wa hapa Kamombo. Ingawa tumepitia changamoto kama vile jana, hatuna budi ila kuwa ni wenye kuendelea. Na watu wa Kamombo wameonyesha ya kwamba Roho aliyekuwa ndani ya mitume na manabii ako ndani yenu, kwa sababu wakati changamoto ilipotujia hamkutuacha peke yetu, bali mlisimama na sisi mpaka mwisho. Nataka mjue ya kwamba mlisimama na watumishi wa Mungu, na baraka ambazo Mungu huwa anatoa na kuwaruzuku waja wake, tunaomba ya kwamba muweze kuzipokea. Biblia inasema mahali ambapo watu wa Mungu wanapoenda wanakaribishwa, wanatoa baraka. Kwa hivyo baraka ambazo zinaandamana na watumishi wa Mungu, nataka nirudie tena, ziweze kubaki hapa Kamombo. Sasa msomaji, tusaidie Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza. Inasema nini? Basi kabla ya mambo yote, Mungu anasema ndani ya Biblia, kabla ya mambo yote nataka dua. Mungu anataka dua na sala, na Mungu anataka sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo tumekuwa tukirudia sana hilo andiko. Kila tunapoanza tunaanzia na andiko hilo, na andiko hilo tunaanzia nalo kwa sababu lina utaratibu kwamba tunapoanza tutangulie na dua, tuweze kumwomba Mungu na tuweze kumkaribisha awe kiongozi katika mkutano wetu wa siku ya leo. Sasa tutaomba alafu ndio tuanze. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa ajili ya mkutano huu wa Kamombo, na tunakuomba uendelee kuwa pamoja nasi tunapoendelea kutoa ujumbe huu. Tulinde dhidi ya yule mwovu shetani, kwa jina la Yesu tumeomba.
Amina. Amina. Sasa tunasema webe ni ule ule, haujapungua wala kurekebika, kwa sababu ukweli haujawahi kubadilika. Ukweli ni ule ule, na kama wewe hauko katika ukweli, unakuwa katika uongo. Kwa hivyo tunaposoma Biblia tunaeleza kile ambacho Biblia imeandika, na haswa katika somo letu la jana lilikuwa ni somo la ndani sana, kwa sababu tunaongelea Bible prophecy. Tulikuwa tunaongelea unabii wa Biblia, na hizi picha ambazo mnaona ziko hapa tumejaribu kuzichora kama vile zinaelezwa katika Biblia ili iwe rahisi wewe kuelewa. Na tunapoongelea masuala ya Biblia tunaongelea masuala ya kiroho. Mambo ya kiroho, si mambo ya kimwili. Hapana. Kuna watu wanachukulia kama tunaongelea mambo ya kimwili. Hapana. Wala hatuna uadui na mtu yeyote. Tunajua ya kwamba adui ni shetani. Hatuna adui yoyote hapa Kamombo, labda wale ambao wamekubali kutumika na yule mwovu shetani. Wale ambao wamekubali kutumika, hao ndio ambao wamekuwa maagent, mawakala wa yule mwovu, kwa sababu wamekubali kumtumikia. Yesu wakati alipokuwa anaongea na Wayahudi, kuna maneno walisema, hebu yasikie, tunanukuu Yohana 8:44. Hawa Wayahudi walikuwa na tabia ambazo tabia hizo leo zimechukuliwa na dini nyingine. Kwa hivyo tuko na Wayahudi wa leo, lakini wakati wa mitume kulikuwa na Wayahudi ambao walikuwa kazi yao ni kuwatafuta watu wa Mungu na kuwaua. Ndipo Yesu mpaka akariri akasema, Yerusalemu, Yerusalemu, uuae manabii. Kila mtu akitumwa kwako unamtafuta umuue. Kwa maana ujumbe ambao manabii na mitume walibeba, hawa hawakupendezwa nao, kwa maana walikuwa wanamtumikia yule muovu shetani. Soma andiko tusikie. Inasema nini? Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Hawa ni watu ambao walikuweko wakati wa Yesu. Yesu anawaambia nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Ndizo mnapenda kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Unaona, ukiona watu ambao wamejaa roho ya uaji, baba yao ni shetani. Hawawezi wakawa baba yao ni Mungu. Baba yao ni shetani, kwa maana wao kazi yao ni kuua, kama vile baba yao alivyokuwa anaua tangu mwanzo. Kwa hivyo Yesu alikuwa na kibarua cha kuwahubiria hawa wageuke, wamrudie Mungu wa kweli. Kwa sababu gani? Walidhania ya kwamba kwa kuwaua watu wa Mungu wanamfanyia Mungu ibada. Yesu naye akasema wakati utafika, na ndio tuko sahihi. Yohana 16:2 inasema kuna watu ambao watadhania wakituua wanamfanyia Mungu ibada. Lakini ni Mungu gani huyu anayetolewa ibada kwa kumuua mwanadamu mwenzako? Hawezi kuwa Mungu wa kweli, labda awe ni shetani ambaye leo watu wameamua kumwabudu, lakini kwa siri. Soma msomaji. Watawatenga na masinagogi. Biblia inasema watawatenga na masinagogi. Naam. Saa yaja, saa inakuja, atakapodhania kila mtu auaye, atakapodhania kila mtu anayewaua wakuwa anamtolea Mungu ibada. Unaona, kuna wakati watatokea watu ambao wanadhani wanamtolea Mungu ibada kwa kukuua wewe. Yaani akikuua wewe anadhani ya kwamba amemfanyia Mungu ibada. Kitu cha kwanza, Mungu hapiganiwi. Mungu anajipigania. Na ukiona leo unampigania Mungu wako, ujue unamwabudu Mungu asiyeweza. Yaani Mungu ambaye amekuachia wewe umpiganie. Hajawahi kuonekana Mungu kama huyo. Mungu kama huyo hajawahi tokea. Mungu ambaye anapiganiwa na wanadamu
anatetewa na wanadamu. Hajawahi tokea tangu zamani. Yeye Mungu anasema hivi, nisaidie Zaburi 34 mstari wa 7. Mungu anasema huwa anaweka malaika, anawalinda wale ambao wanamcha. Watu wake wanalindwa na malaika watakatifu. Soma msomaji tusikie. Inasema nini? Malaika wa Bwana, malaika wa Mungu hufanya kituo, huwa wanafanya kituo akiwazungukia wamchao na kufanyaje? Na kuwaokoa. Kwa hivyo Mungu yeye ana wanajeshi wake anaotumia kutetea imani yake na kujitetea yeye. Lakini akianza kutumia wanadamu, hata wanadamu wanakaa mahali wanapanga, hata wanaenda kumtetea Mungu. Kama Mungu hawezi kujitetea, mwache. Mimi leo ninaamini ya kwamba Mungu ndani ya Biblia anatakikana ajitetee. Mungu ndani ya Biblia anatakikana ajieleze. Yesu ndani ya Biblia anatakikana ajieleze. Kama Yesu hawezi kujieleza, mimi nitamuelezaje? Ninatakikana kumnukuu. Yesu alisema hivi, Yesu alisema hivi. Kama Yesu hakuoa, nitaona shida gani kuambia watu ya kwamba Yesu hakuoa? Nitaona aibu gani? Siwezi kuona aibu. Kweli hakuoa. Kwa hiyo ukiniuliza kwa nini Yesu hakuoa, nafaa kukupa jibu, sio nikatafuta mawe nikuje kukupiga. Natakikana kukutolea jibu. Yesu hakuoa kwa sababu ya 1 2 3. Sasa jana nimetoa kitabu hapa. Kitabu chenyewe nimekinunua kwa pesa zangu, lakini kwenye maktaba ya Waislamu. Lakini wacha niwaambie watu wa Kamombo, usiwaone watu wamevaa kanzu udhani ya kwamba ni Waislamu. Ni Waislamu bumbumbu, hawajasoma kitu. Sasa unadhani ya kwamba, angalia hii gari imejaa vitabu, angalia pale msomaji ana vitabu, unafikiri hizo vitabu tumeweka hapo tuuze? Hizo ni vitabu ambazo nimesoma, na ndio naona sina karatasi, ninamwambia msomaji soma ukurasa fulani, kwa maana tayari nimeshasoma. Sasa wewe umevaa kanzu, unafikiri unakuja kushindana na mimi? Enda msikitini ukalale. Enda msikitini ukalale. Na alafu hebu sikia, ukichukua YouTube usachi channel inaitwa Biblia Nuru ya Dunia, sidhani kuna mwalimu wa Kiislamu East and Central Africa ambaye sijasimama na yeye katika mibari, katika jukwaa, tukajadili hili swala la Kiislamu. Na wengi wao ni wale ambao saa hii wameshalemewa na hoja na wakaamua kutulia, wanyamaze. Kwa hiyo niwaambie Waislamu wa Kamombo, mna kibarua cha kusoma. Mna kibarua cha kusoma, kwa sababu bila kusoma hauwezi kuelewa Uislamu ndio kitu gani. Wewe unafikiri Uislamu ni kanzu, ama unafikiri Uislamu ni jina ati kwa sababu unaitwa Muhammad unadhani ya kwamba wewe ni Muislamu? Uislamu si jina, soma Uislamu. Sasa wewe unavaa kanzu unaanza kuambia watu wewe ni Muislamu. Ninasoma hapa, hebu chukua hiyo kitabu nilichokisoma jana, narudia tena waje. Kitabu kinaitwa Al-Haq Al-Maktum, kinauzwa katika maktaba. Kichukua hivi juu, si kitabu kidogo, ni kitabu ambacho wanachuoni wote wa Kiislamu wanakubali kile kimeandikwa hapo ni ukweli, ni ukweli. Sasa naomba nisomee, uniambie ni mimi nimesema au ni kitabu cha Waislamu kimesema. Kama ni matusi, edeni mkachome hii kitabu, lakini sio mimi. Mimi niache, maana mimi nimekisoma kitabu ambacho mumeandika nyinyi. Sasa kama mtashindwa kukitetea, sasa itakuwa Uislamu una dosari, utakuwa Uislamu una dosari. Msomaji, ndio nisaidie ukurasa wa 96 wa hicho kitabu. Hicho kitabu kinasema Mtume Muhammad ambaye leo Waislamu wanampenda, wanasema ni nabii wao. Sisi hatumkubali, na msije mkatulazimisha tumkubali. Leteni hoja tumkubali kwa hoja, si mkuje mtulazimishe kwa mtutu wa buruki tukubali Muhammad. Tumemkataa kwa hoja, leteni hoja tumkubali. Si ati kwamba tunamkataa kwa sababu ni Mwarabu
Hapana, tunamkataa kwa hoja. Hoja ya kwanza tunauliza, na ninaomba mimi bado Waislamu nishawasamehea. Msifikiria kwamba mimi bado nina machungu na nyinyi. Nishawasamehe. Sasa ninaomba leo msije mkaja kwa vita. Naomba muje munijibu hoja yenye nitaijenga saa hii. Muje muivunje. Na mkijibu mimi nitasilimu, nitakuwa Muislamu, na tena Muislamu wa kweli, sio Muislamu wa pilau. Kwa sababu kuna pilau inakuliwa hapo, wewe unaenda unasilimu kwa sababu ya pilau. Atumiambiwa ukienda Muislamu utaongezewa wanawake, utaoa wanawake 4. Kwa hivyo wewe umesilimu ndio uongeze bibi. Umesilimu kwa sababu unavaa kanzu. Hapana, unavaa kusilimu kwa sababu umeujua Uislamu, si kwa sababu Waislamu wanavaa kanzu. Kanzu ni nguo. Hata mimi nikinunua nitavaa. Na sitakuwa Muislamu kwa sababu ya kuivaa. Soma hiyo kitabu. Tueleze Mtume Muhammad kama alifanya doa na alioa. Alioa nani? Soma. Wakati wa Bibi Khadija alikuwa na umri wa miaka 40. Soma kutoka juu vizuri, mahali naanzia doa yake. Inasemaje? Aliporudi malaika Maka Bibi Khadija. Hapana, ni 96 nimekuambia ukurasa 96. Ukurasa wa 96, si ndio? Ndio. Kuna mahali imeandikwa tu doa. Hapo iko na mada iko hapo. Umeiona? Ndio. Soma. Inasemaje? Kumwoa Bibi Khadija. Kumwoa Bibi Khadija. Sikilizeni. Wakristo wengi hawajui Muhammad alioaje, alioa nani. Ili tujue Muhammad alioaje, alioa nani, lazima tusome vitabu vyao, tujue. Ili hata kama tutakuwa Waislamu, tuwe Waislamu ambao tunaelewa. Sio unapelekwa kwa madarasa, unakaririshwa Kiarabu. Kiarabu hujui hata maana yake, hujui unatukana ama unatukawa na unaambiwa nini. Sisi tunasoma kwa lugha. Unajua Uislamu ulikuwa umejificha kwa lugha ya Kiarabu. Sasa teknolojia yenye iko saa hii, hizo vitabu zenu zote zitatafsiriwa kwa lugha yenye tunaelewa. Kwa hivyo tutaujua. Haya, soma tusikie. Aliporudi Maka Bibi Khadija. Ndio. Kabla ya hapo mabwana na viongozi mbalimbali. Safi. Walikuwa wakifanya wima kutaka kumwoa. Kwa hivyo kuna watu wengine, kuna wanaume wengine walikuwa wanataka kumwoa Khadija, lakini yeye alikuwa anakataa. Twende. Na aliyakatalia jambo hilo. Bibi Khadija alieleza wale waliokuwa katika nafsi yake. Ndio. Kwa rafiki yake Nafisa binti Minia. Rafiki yake huyu. Ndio. Alikwenda kwa Mtume. Na akamwomba amuoe binti Khadija. Akamwomba amuoe binti Khadija. Kwa hivyo Muhammad yeye hakuwa amesema anamuoa Khadija. Yeye ameambiwa amuoe Khadija. Twende tusikie. Unasema? Ndio. Mtume akaeleza ami zake. Wakatoka na kwenda kwa ami ya Khadija. Haya, twende sasa. Umri ambaye alimuoa Khadija alikuwa na umri wangapi? Wakati huo Khadija alikuwa na umri wa miaka 40. Sasa nilisema hivyo jana ya kwamba Bi Khadija alikuwa na miaka 40. Simeandikwa? Ndio. Mtume Muhammad wakati huo alikuwa na miaka 25. Alikuwa kijana wa miaka 25. Lakini Khadija alikuwa na miaka 40. Sasa nikasema hivi, Mtume Muhammad hakuoa mwanamke mwingine Khadija akiwa hai, mpaka wakati Khadija alipokufa ndio akaoa wanawake wengine. Mwanamke mwingine alioa mtoto wa miaka 6, yeye akiwa na miaka 52. Muhammad akiwa na miaka 52 alimuoa Aisha. Aisha alikuwa na miaka ngapi? 6. Sasa hiyo ni matusi. Nitasoma. Chukua Aruru Al-Marijani. Wachukua kitabu tu hivi. Hicho ni kitabu chao. Wanakikubali. Maneno yako hapo ndani ni ya kweli. Sasa nisaidie ukurasa wa 448. Usikie. Aisha anasema mimi Mtume alinioa. Na ni umefika? Ndio. Hebu soma. Inasemaje? Sahihi Buhari. Hadithi ya 234. Hadithi ya 234 ngapi? 4. Kitabu kinaitwa Sahihi Buhari. Hakuna Muislamu. Labda hawa wakanzu hawa wenye hawajasoma kitu. Muislamu ambaye amesoma anajua Sahihi Buhari ni kitabu kilicho na hadithi sahihi za Mtume Muhammad.
Sasa anasemaje Aisha? Soma. Inasema hadithi ya Aisha radhiallahu anhu, anasema radhiallahu anhu, mtume amenioa nikiwa binti wa miaka 6. Mtume amenioa nikiwa binti wa miaka 6. Kwa hivyo mke wa kwanza wa Muhammad anaitwa Hadija. Mke mdogo wa Muhammad anaitwa Aisha. Alimoa na miaka ngapi? 6. Wewe mtu atakuja aoe mtoto wako wa miaka 6, muachane salama? Mtaachana salama? Sasa kwa nini tufiche hili? Kama Muhammad alifanya tuseme, kama ana uzuri tuseme, kama kuna jambo amelifanya tuliseme, lakini hoja yangu haikuwa hiyo. Hoja yangu ilikuwa hivi: leo tunaambiwa utume wa Muhammad, maana leo anatangazwa kuwa mtume, na kulingana na Waislamu hawa unawaona hapa. Niliona mwingine amechukua hapa microphone anasema atakoba Muhammad hajatajwa kwa Biblia, Muate Katoliki hajatajwa kwa Biblia, ni Muislamu bumbumbu. Kwa sababu kulingana na wasomi wa Kiislamu wanasema hivi. Msomaji, mwalimu, nisaidie Qur'ani 7:157. Sikiliza. Haya, hawajasoma kitu hawa. Hawajasoma, ni wakae kitako, ni wape elimu. Wakae kitako, ni wafundishe. Maana Qur'ani nimeisoma, hadithi za mtume nimezisoma, na nina vitabu mpaka za mashehe, watu ambao ni wasomi. Sio mtu tu akuja hapa atumesilimishwa juzi, hata kutawadha ujui, hata unakuja kutuambia hata spika hizi utakuja kutuvunja vunjia. Dakika kidogo utawasikia wakiniita hapa wakiniambia wewe ni mhubiri tusamehe. Lakini wakija hapa wamejifanya kuwa ni vichwa ngumu. Kesho utawasikia wakisema kuja utusamehe. Dini huwa haipiganiwi kwa kifua, kwa mwili. Dini inashidaniwa kwa hoja. Mtu akikushida kwa hoja, basi mjoin. Join yeye. Ukijoin, na ndio naona mimi, tena waeleze. Mimi nilikuwa naamini fundisho la utatu. Na mpaka wa leo kuna kubukubu ya video zangu katika YouTube channel yangu nikitetea utatu. Lakini nilishindwa kwa hoja, na mwenye alinishida kwa hoja alikuwa ni mwanamke fulani. Tulikuwa tunajadili na yeye kwa mtandao wa Facebook. Huyo mwanamke alikuwa wa Tanzania. Tulikuwa na mtandao wa Facebook, tulikuwa tunajadili. Huyo mwanamke alinishida kwa hoja, na niliponishinda kwa hoja sijawahi muona, sijui kwao ni wapi, lakini kweli alinishida kwa hoja. Nikitetea utatu nikashindwa, ndio nikauacha utatu. Mpaka wa leo siwezi amini utatu. Nilijua utatu ni fundisho la kipagani, halifai kukubalika na Mkristo yoyote anayejielewa. Nilienda kumpiga mawe? Si kwenda kumpiga mawe, alinishida kwa hoja. Sasa Waislamu nao wasijipige kifua, wakubali tushidane kwa hoja. Tukiwashida kwa hoja tuwabatize, hata msikiti tubadilishe iwe kanisa la Mungu, iwe kanisa la Mungu. Kwa maana hoja ambazo tuko nazo zimewalemea, mmeshindwa kuzijibu. Hata mimi leo mtu akuje na spika kama hizi aje aseme Yesu si mwana wa Mungu, ati alafu nitoke hapa niende nikamstaki polisi, nitakuwa na akili? Leo Waislamu katika Qurani hii inasema Mungu hana mwana. Waislamu akija hapa na maspika waseme Mungu hana mwana, tunafaa kuwasikiliza. Wana hoja zipi? Ni hoja zipi wanatoa? Na baada ya kutoa hoja zao watuambie na nyinyi wa Kristo, leteni hoja zenu. Kwa nini mnasema Yesu ni mwana wa Mungu? Tushidane kwa hoja. Tukiwashinda kwa hoja, basi wakubali tumewashinda. Wakitushida kwa hoja, basi tukubali wametushinda. Kama ni kusilimu, tuwe Waislamu. Lakini wewe unataka uje unipige, alafu kesho unataka niwe Muislamu. Nitakuwa Muislamu aje? Tabia yako peke yako, tabia yako peke yake inaonyesha wewe hauna Mungu. Ni nani ana Mungu anaweza fanya kitendo kama hicho? Soma msomaji. Inasemaje? Ambao wanamfuata mtume. Ati? Ambao wanamfuata mtume. Sasa hii ni Qurani inasema ambao
wanamfuata mtume, nabii aliyeumi, asiyejua kusoma wala kuandika. Kwa hivyo Muhammad hakujua kusoma wala kuandika. Sasa leo ukisema Muhammad hakujua kusoma wala kuandika ni matusi. Si ni ukweli? Ni ukweli. Si ni Qur'ani imesema kabisa Muhammad hakujua kusoma wala kuandika. Kuna nabii wa Mungu amewahi kukosa kujua kusoma? Hakuna. Kuna nabii wa Mungu ambaye hakujua kuandika? Hamna. Si Mungu alimwambia Musa andika? Ndio. Si Mungu alimwambia Yesu andika? Ndio. Lakini Muhammad hakujua kusoma wala kuandika. Sasa kama Muhammad hakujua kusoma wala kuandika, hii Qur'ani aliandikiwa na nani? Aliandikiwa na nani? Sasa wanatuambia, hebu teremka na hiyo andiko. Wanatuambia kwamba hata tukisoma vitabu vya zamani tutamuona ndani. Hebu soma. Unasema nabii hivi ndio watafundisha mafundisho yao ya ajabu wa Kiislamu. Maliza. Ambao wanamuona ameandikwa kwao. Ambao wamemuona ameandikwa kwao katika Taurati na Injili. Unasikia? Alafu mtu amechukua hapa microphone jana akasema Muhammad hajaandikwa kwa Biblia. Sasa kama hajaandikwa kwa Biblia, kama andiko hilo linasema ameandikwa kwa Taurati na ameandikwa kwa Injili, kwa hivyo huyo ni Muislamu bumbumbu, kwanza hajasoma. Sisi ndio tunafaa kusema Muhammad hapatikani kwa Biblia. Si Muislamu aseme hivyo. Huyo anatakikana hata kupigwa viboko na machehe. Maana hajasoma. Maana kusema Muhammad hayuko kwa Taurati, Muhammad hayuko kwa Injili ni kinyume cha Qur'ani. Alafu akachukua microphone akasema Muhammad hajaandikwa kwa Biblia. Ukisema hivyo mbele ya wasomi wa Kiislamu unaonekana mjinga. Ni mtu wa kula pilau tu wakati wa Ramadhani. Sasa Biblia inasema msomaji, ndio nisaidie 7:15. Kitabu kinaitwa Mathayo. 7:15 kitabu cha Mathayo. Na hata tulikuwa hatujawaongelea sana watu ambao hata wagelalamika, hata walikuwa ni Wakatoliki. Wakatoliki ndio wagelalamika, maana tangu tuanze Katoliki. Mbona Wakatoliki tu wametulia? Hata OCS wa hapa Kapsabet aliniambia hata mimi ni Wakatoliki, na nimekusikia ukisema Katoliki ina masanamu. Mimi sijaumwa. Lakini wewe Muhammad akitajwa unataka ukuja mpaka uwe maspika yetu. Na ametajwaje? Ati alioa mwanamke wa miaka 40. Na ni kweli. Anasema umetukana Uislamu. Kutukana Uislamu ni kusema Muhammad ameoa mwanamke wa miaka 40. Si ni kweli? Kwani nilimwekelea? Soma msomaji tusikie. Inasemaje? Jihadharini na manabii wa uongo. Watu wanawajia. Wamevaa mavazi ya kondoo. Kuna watu ambao ni manabii wa uongo wanaokuja kwetu. Wamevaa mavazi ya nini? Ya kondoo. Lakini kwa ndani mbwa mwitu wakali. Sasa hawa manabii wa uongo ni akina nani? Tutawajuaje? Lazima tuwaweke wote wanaojiita manabii, tuwaweke katika mizani. Tujue huyu kweli ni wa Mungu, kweli huyu si wa Mungu. Lakini leo hautaki tumwangalie Muhammad. Kwa nini tusimwangalie? Why? Mnaficha nini kwake? Kama ni wa Mungu, si tusome, si tutajua, si tumweke katika mizani. Msomaji, ndio Ufunuo 2 mstari wake ni wa 2. Mungu anasema watu wa Mungu hawawezi kushirikiana na watu wabaya. Wale wanaojiita mitume lazima tuwapime. Soma msomaji. Inasema nini? Najua matendo yako. Na taabu yako. Na subira yako. Na kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Hauwezi kuchukuliana na watu wabaya. Unawajaribu wale wajiitao mitume. Umewajaribu wale wajiitao mitume. Nao sio. Ukaona kuwa waongo. Kumbe lazima tuwajaribu ili tujue kama ni wa kweli. Kwa hivyo Muhammad lazima tufanyeje? Tumjaribu ili tujue kama alitumwa na nani? Na Mungu. Kama hakutumwa na Mungu, tunafaa kufanyaje? Kumkataa. Kama anatumwa na Mungu, tunafaa kumsikiliza. Na sio Muhammad peke yake, hata Woli. Si Woli anajiita nabii? Ndio. Sasa tumkubali tu kwa sababu anajiita nabii. Lazima tumupime katika vigezo ambavyo Mungu ameweka ndani ya maandiko. Sasa tunauliza, leo
Uislamu duniani uko na watu takribani bilioni 2. Hawa watu bilioni 2 wanamwamini Muhammad ametumwa na Mungu, lakini watu wengine bilioni 6 hawaamini Muhammad ametumwa na Mungu. Sasa ili tumkatae Muhammad, kwa nini tumkatae? Tunafaa kusema. Kwa nini tumkubali? Tunafaa kusema. Tumkatae kwa hoja, tumkubali kwa hoja. Sasa sikilizeni watu wa Mungu hapa Kapsabet. Ndani ya Qur'ani inaanzia sura inaitwa Suratul Fatiha. Sura ya mwisho ya Qur'ani inaitwa Suratul Nas. Qur'ani iko na sura 114. Iko na sura 114. Hiyo ni Qur'ani. Sura ya kwanza inaitwa Suratul Fatiha. Ndani ya sura hizi nisomee sura ya 72. Sura ya 72. Hiyo sura ya 72 inaitwa sura ya majini. Sasa mimi niwaulize, kwa Biblia tuna manabii Isaya, Yeremia, Ezekieli, Musa, Daudi na mpaka Yesu. Hakuna hata mmoja tumewahi kusikia amesema majini walikuja kwake akawafundisha dini. Sijawahi ona. Yesu majini walikuja kwake akafukuza. Akawaambia Edeni muingie nguruwe wote kwa mto. Yesu kafukuza. Lakini tunapokuja kwa Muhammad anayasilimisha wanakuwa Waislamu. Sasa Waislamu kwa nini wasije watuambie Wakristo ndio sisi ni Waislamu na kuna majini walisilimu? Kwa nini walificha hilo wakati ni la kweli? Msomaji soma. Nimesoma. Inasemaje? Soma. Sema Muhammad. Imefunuliwa kwangu ya kuwa. Imefunuliwa kwangu ya kuwa. Kundi moja la majini. Kundi moja la majini. Kundi moja la majini. Lilifanyaje? Nilisikia Qur'ani likasema. Nilisikia Qur'ani likasema. Hakika nimesikia Qur'ani ya ajabu. Inaongoza katika uongofu. Kwa hivyo tumeiamini. Wale ambao wamesikia Qur'ani wakaiamini Qur'ani wanaitwaje? Majini. Wanaitwaje? Majini. Wakaamini kitabu gani? Qur'ani. Leo nikisema Qur'ani ni kitabu cha majini, ni matusi? Hapana. Ni matusi? Hapana. Si majini wameamini Qur'ani? Ndio. Na ukiamini Qur'ani leo mimi Ndasha nikiamini Qur'ani nitabaki Mkristo? Hapana. Nitakuwa nani? Muislamu. Kwa hiyo majini waliamini Qur'ani wakawa nani? Waislamu. Soma mstari wa 14. Nasi majini wana miongoni mwetu walio silimu. Tunaona majini wanasema walisilimu wakawa Waislamu. Ni matusi? Si matusi. Huo ni ukweli wa maneno. Waislamu leo msikiti wa Kamombo kuna majini wanaswali ndani. Na ndio naona Waislamu wanapoenda kwenye msikiti, imamu anakaa mbele yao, wao wanakuwa wamepaga laini. Wakati wamemaliza swala wanasalimia pale hii, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Waulize Waislamu wa Kamombo, chana hawa bubumbu hawa kazo hawa. Au silikiria kwamba kuna kitu hawajasoma. Mimi nakwambia ukweli. Ukitaka kujua ukweli, enda kama kuna imamu hapa Kamombo, umuulize. Umwambie imamu, tunasalimia nani tukimaliza swala? Nani tunayesalimia? Mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Wale mashehe wamesoma, wanajua ya kwamba wakati wa swala kuna majini waliosilimu wanaswali ndani ya msikiti. Kwa hivyo Muislamu akimaliza anawasalimia, wanaachana. Yeye anaenda zake, majini wanaenda zao. Sasa ukiwaambia Waislamu ambaye hawajasoma, wanasema Dasha ametukana Uislamu. Nimetukana Uislamu? Mimi ndio niliambia Muhammad asilimishe majini? Ni mimi? Kutoka hapo tunaambiwa, hebu nisomee Qur'ani 20:46 mstari wa 29. Hii ni Qur'ani tumesoma, tumeikula hii kama githeri. Hii Qur'ani labda muandike ingine mpya, lakini kama ni hii tushamalizana nayo kitambo. Tushaisoma, tushamaliza. Soma msomaji usikie.
Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini. Unasikia? Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini. Kundi la majini. Sasa nikuulize wewe Mkristo, unayeamini ya kwamba majini ni mapepo wabaya, huyu analeta majini waende kwa Muhammad wasikilize Qur'ani, ni nani? Atakuwa Mungu? Mungu achukue majini awapeleke kwa nabii wake, ati manabii wafundishe, wakati Biblia kabla Muhammad kuzaliwa, babu yake Muhammad kuzaliwa, Biblia ishasema malaika walioasi biguni wamewekwa katika kifungo, wanagojea moto wa Jehanamu. Hata uhubiri hakuna jini atakayeokoka, wameshahukumiwa, wanagojea jikoni. Leo Muhammad anatuambia yeye amewahubiria. Amewahubiriaje na Yesu hakuwahubiria? Yesu ana majini alibatiza? Yesu ana majini waliokuwa wafuasi wake? Yesu aliwafukuza, Yesu aliwakemea na akawapea wanafunzi nguvu za kutoa hao mapepo, kutoa hao majini. Lakini leo msikitini mtu akiwa na jini huwa hatolewi. Hauwezi ukatolewa jini. Huyo jini anasilimishwa, anakuwa Muislamu, anabaki ndani yako, lakini amesilimu. Akisilimu anatulia, kama hajasilimu anasumbua. Na ndivyo ilivyo ya kwamba leo jini akisilimu anatulia, kama hajasilimu anasumbua. Lakini kwa Wakristo anatolewa, anatolewa. Tunaambiwa toeni pepo, toeni pepo. Wanafunzi walipotumwa walitoa mapepo. Watu wote ambao walikuwa na mapepo wakatolewa mapepo, wakabaki salama. Kwa hivyo sisi leo tuna mamlaka, tuna uwezo wa kutoa mapepo. Sisi sio wa kwenda kufanya ibada na wao. Mungu amekataa. Mungu anasema katika Wakorintho wa kwanza 20 mstari wake ni wangapi? Wa 10. Hebu angalia 10:20. 10:20 Wakorintho wa kwanza. Inasemaje? Sivyo lakini vitu vile walitoa sadaka. Vitu vile walikuwa wanatoa sadaka, walitoa kwa mashetani. Walikuwa wanatoa kwa mashetani, wala si kwa Mungu. Wala si kwa Mungu. Nanyi sipendi nyinyi kushirikiana na mashetani. Kushirikiana na nini? Na mashetani. Kwa Wakristo imekatazwa. Hatuwezi kufanya ibada pamoja na majini, kwetu haiwezekani. Lakini kwa Waislamu inafanyika. Ibada ya majini na wanadamu inafanyika kwa msikiti. Maana majini walisomewa Qur'ani, wakaamini Qur'ani, wakasilimu. Ndio unaona katika hiyo haya uliokuwa unasoma ya Qur'ani kuna fafanuzi. Hiyo 46:29 kuna fafanuzi yake. Shehe anaitwa Abdalla Farisi, alikuwa kadhi mkuu wa Kenya, ndiye mwenye ametafsiri hiyo Qur'ani kutoka Kiarabu kwenda Kiswahili. Alikuwa ni kadhi, ametafsiri Qur'ani, ameweka Qur'ani maelezo. Soma maelezo yake. Anasema nini? Mtume kama alivyopelekwa kwa wanadamu. Sasa anasema Mtume Muhammad kama alivyotumwa kwa wanadamu, ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Ati ni mtume wa wanadamu na ni mtume wa majini. Imewahi tokea kwa nabii yupi? Yesu aliyafukuza, Yesu aliyakemea. Muhammad alipokuja akasema yeye ni mtume wao. Alafu leo unataka unishawishi niwe Muislamu. Niwe Muislamu aje wakati majini ni Waislamu? Niwe Muislamu aje? Wewe nikikwambia majini wamesilimu, unasema huyu Dasha ametukana Uislamu. Wewe ndio bububu, wewe ndio hujasoma. Na ndio nikasema mtu yoyote ambaye amesoma, mtu yoyote ambaye amesoma Uislamu hawezi baki Muislamu. Ukiona mtu ambaye ni Muislamu, jua hajasoma. Jua hajasoma. Yeye tu anaenda kwa msikiti, anakariri suratul Fatiha, basi anaenda nyumbani. Hawa wote uliona hapo wakitoa fujo, wakuambie Qur'ani sura ya 72 inasemaje? Hawajui. Wanajua Fatiha peke yake, wanajua suratul Fatiha peke yake, na wamekaririshwa kwa Kiarabu. Ukiwaambia haya mmekariri kwa Kiarabu, haya tuambieni kwa Kiswahili, hawajui. Hawajui.
hawajui kama inawatukana, hawajui inawaambia nini. Maana hiyo aya, hiyo suratul Fatiha inasema Waislamu wanasali mara 5 kwa siku. Wanaposali mara 5 kwa siku, wanaposali mara 5 kwa siku, kuna maneno wanayoyasema katika kuomba kwao kukariri hiyo aya. Mungu tuongoze katika njia iliyonyooka. Sasa wewe niambie, leo mara 5 unaomba njia iliyonyooka, kesho unaomba, kesho kutwa unaomba, milele na milele unaomba. Kwani huyu Mungu kwa nini asikupee njia iliyonyooka? Kila siku unaomba njia iliyonyooka, wakati Biblia iko wazi. 14:6 Yohana, Biblia inasema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Unaiomba ya nini wakati imeshasemwa Yesu ndiye njia, kweli na uzima? Kwa hivyo hakuna njia nyingine, wacha kuomba njia. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Soma tusikie. Inasemaje? Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo Waislamu wote wanatakikana wamfuate nani? Yesu. Wakristo wote wanafaa wamfuate nani? Yesu. Wanadamu wote wanafaa wamfuate nani? Yesu. Wapate uzima wa milele. Basi kwa hivyo kusema mnatukanwa, mjua kwamba sisi matusi kwetu tumekatazwa. Mimi nikikutukana nimefanya dhambi, kwa sababu Wakorintho wa kwanza 5:11 inasema hata watu ambao wanatukana haufai hata kula nao. Kwetu matusi ni dhambi, hatujakubaliwa kutukana. Sisi tunakubaliwa tu kusema ukweli. Soma tusikie. 5:11. 5:11 Wakorintho wa kwanza. Lakini mambo yalivyo naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, msichangamane na mtu yeyote anayeitwa ndugu, akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sanamu, au mwenye kuabudu sanamu, au mtukanaji, marinda, au mlevi, au mnyang'anyi. Mtu wa namna hii msikubali hata kula naye. Ametajwa mtukanaji. Ndio. Si tumekatazwa kabisa. Hatukubaliwi kutukana mtu au kutukana dini ya mtu. Kile tumekubaliwa ni kusema tu ukweli. 6:10 Yeremia. Alafu sasa niingie hapa niwafundishe hii. Maana hii hakuna mahali pengine mtafundishwa. Hamtaenda kwa msikiti mpate habari hizi. Ni Biblia tu, na mimi sitapita chotikati. Nitawaambia hivi ndivyo Mungu anavyosema. Soma msomaji. Inasema nini? Niseme na nani na kushuhudia? Wapate kusikia. Tazama. Nini? Sikio lao halikutahiriwa. Wala hawawezi kusikiliza. Tazama. Nini? Neno la Bwana, neno la Mungu limekuwa matukano kwao. Limekuwa nini? Matukano kwao. Hawalifurahi. Kwa hivyo ukiwahubiria watu ukweli, wanaita nini? Matusi. Ndio naona watu wamekuja hapa wakatuvujia spika wakisema tumewatukana, na tumewaambia tu ukweli. Badala wakubali tu yaishe, wao wanajaa ghadhabu, wanatushabulia. Sasa nisaidie Qur'ani 22:72. Qur'ani 72 mstari wake ni 22. Inasemaje? 72:22. Qur'ani 22:72. 22:72. Inasemaje? Inasemaje? 22:72 Al-Karim. Inasema nini? Na wanaposomewa aya zetu zilizo wazi. Sasa Qur'ani inasema Waislamu wanaposomewa aya za Qur'ani, utaona chuki ambazo ziko ndani ya Qur'ani. Hebu rudia hiyo aya. Na wanasomewa aya zetu zilizo wazi. Wanaposomewa aya zetu zilizo wazi, utaona chuki juu ya nyuso za wale. Utaona chuki nyuso za wale waliokufuru. Maliza. Hukaribia kuwashambulia wale wanaosomea hizo aya zetu. Wanakaribia kufanyaje? Kuwashambulia. Sisi hata kukaribia, walitushambulia kabisa kwa kuwasomea aya zao. Sasa watu wa Mungu, acheni tuigie katika Bible prophecy. Bible prophecy ni njia ya Mungu kuzungumza na watu.
Yaani tuna prophecy ya wakati wetu, na kila kizazi huwa kina ujumbe wake. Kila kizazi kina ujumbe wake. Wakati wa Nuhu, Mungu alimuinua Nuhu kama mjumbe wa wakati huo. Alimpea ujumbe gani? Alimpea ujumbe wa kujenga safina. Kwa hivyo safina ulikuwa ndio ujumbe wa Nuhu. Igieni safina, igieni safina. Miaka 120 hakuna kitu kingine alikuwa anasema. Na hiyo miaka 120 watu ambao walikubali ni watu 7. Watu saba miaka 120. Ningetaka mtu mmoja yule ndugu tulikuwa naye hapa. Ona, chukua hii simu. Sasa miaka 120 alibahatika kuwahubiria watu 7 ndio waliomuelewa na ndio waliomkubali. Sasa ninaomba unisikilize kwa makini, usije na wewe ukawa kama wakati huo. Maana bado saa hii kuna ujumbe ambao ujumbe huo unatakikana wewe usikie. Sio kila ujumbe ambao Mungu amepeana. Hapana. Usifikiri kila mtu anasema ni mhubiri ana ujumbe. Hapana. Kuna ujumbe wa sasa unaitwa present truth. Ukweli wa sasa. Msomaji, mwalimu, nisaidie kitabu kinaitwa Mathayo 24:36. Soma tuanze. Inasema nini? 24:36 Mathayo. Ndio. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ijuaye, ndio, hata malaika walio mbinguni, wala mwana ila Baba peke yake. Tuendelee. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Hayo maneno ni ya Yesu. Yesu anawaambia hivi, wakati wa Nuhu kama vile kulivyokuwa, Yesu akikaribia kurudi kutakuwa hivyo. Kwa hivyo kutakuwa hivyo. Kulikuwaje wakati wa Nuhu? Nisomea Mwanzo 6:1. Ni nini kilikuweko wakati wa Nuhu? Ndio Mungu apeane ujumbe, kwa sababu aliamua kumaliza kizazi hicho. Isipokuwa wale watabaki ndani ya safina, hao ndio atawaokoa. Soma tusikie. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Kumbe kile kiliendelea wakati wa Nuhu ni watu waliongezeka sana, walikuwa wengi. Alafu kukazaliwa watoto wa kike. Unajua tunapoogelea mambo ya Biblia, hatuogelei mambo ya kawaida vile unavyofikiria. Hata tukiogelea wanawake wa kike, wewe unaweka akili yako ni hawa wa mama tunaona. Tunaogelea spiritually, mambo ya kiroho. Mwanamke, wanawake katika maandiko wanawakilisha nini? Mwanaume katika Biblia anawakilisha nini? Sasa inasema wakati wa Nuhu watu walipoongezeka, wana wa kike wakazaliwa kwao. Inasema ndio, wana wa kike walizaliwa kwao. Wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu wakuwa. Wana wa Mungu wakawaona hao binti za wanadamu wakuwa ni wazuri, ndio, wakajitwalia wake wote waliowachagua. Unaona? Kwa hivyo shida ya wakati wa Nuhu ni wana wa Mungu kuoa wana wa binadamu. Wana wa binadamu wakaoana na wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni akina nani? Wana wa binadamu ni akina nani? Sasa hapo ndipo mada yetu itakapoingia, ndio nikueleze ni kitu gani kimesababisha ujumbe huu utolewe kwetu. Ni ya kwamba wakati Nuhu anapohubiri, wakati Nuhu anapotangazia watu ujumbe, bado kulikuwa na wahubiri wengine waliokuwa wanahubiri kinyume na vile Nuhu anahubiri. Watu wengi wakawasikiliza. Kwa hivyo watu waliwasikiliza wahubiri waliohubiri kinyume na Nuhu. Wakakataa kusikiliza Nuhu, lakini Nuhu ujumbe wake ulikuwa umetoka kwa Mungu. Ukamwambiaje? Soma mstari wa 13.